Msiambiane uongo, kwa kuwa mmeuvua kabisa utu wenu wa kale pamoja na matendo yako. Mwizo wenzio. Nasema msisemeane uongo. Kwa nini? Tumeuvua utu wa kale na matendo yake. Huo uongo ndani yako, huo usengenyaji ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Asema mkivaa utu upya, mnafanywa upya mpate kufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Kwamba kumbe tunapokuwa tumevaa utu upya, maana yake utu upya na kila kitu kinakuwa kipya ndani mwetu. Tunakuwa na ufahamu mpya pia. Sikiliza nikwambie. Tunapokaa kwenye mafungo, kwenye ombi, kwenye ifu, kwenye kutafakari neno muda wote, muda mwingi. Haleluya. Kwa sababu gani? Tunalinyu taarifa. Unajua sisi asili ya rohoni ni mbinguni, lakini shida hatuna taarifa. Haleluya. Ni kama vile umenunua chombo cha elektroniki, lazima kuwe kuna manyu. Haleluya. Kwamba hii utatumiaje, kitakuwaje. Pasipo hivyo huwezi kutumia. Unaweza kununua chombo fulani ukikabaki unakiangalia tu hivi, unakishikashika tu hivi, unakiangalia hivi, unakishika hivi, haujui unafungua wapi, haujui unabonyeza wapi, haujui, kwa sababu hauna taarifa nacho. Na sisi taarifa zetu za kimbingu tunazipata kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapokaa kwenye neno ndipo unapata taarifa zako. Sikiliza. Kani Daudi aliposema namshukuru Mungu, nimejijua kwamba mimi nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Alijuaje Daudi? Haleluya. Kwamba nimejitambua sasa. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nafsi kuna kitu kinaitwa unavyojiona. Unavyojiona. Haleluya. Unavyojiona. Unajua kuna mtu mwingine jinsi unavyojiona wewe, unavyojiwazia wewe, sema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa umejiona, unajionaje? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi kwamba sisi tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukichukua kioo au ukijiangalia, sasa ukijiangalia kioo kile, manake ndio mfano nani? Wa Mungu. Na sura nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu jinsi alivyo na sisi tuwe. Kwa taarifa zako wewe sio za chini, sio za babu, kwamba umefanana pua na babu, sio macho na bibi na shangazi. Na ukaanza kujiona wewe kama shangazi alivyokuwa na utembee. Ni kweli kuna wengine wanaiga wazazi wao, anaiga babu yake, anaiga baadhi ya matendo, kutembea, kusema mama alikuwa anasema hivi, malingo haya. Sikiliza, wewe si wa mama, wewe si wa chini. Yaani mtu wa kumwiga ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ndiyo mfano wako na sura yako. Haleluya. Haijalishi unaumbwa namna gani, haujaishi na mwili namna gani, uwe na namba 8, uwe na 6 pack, lakini sikiliza, atufananishi watu wa chini, wa kidunia. Tunafananisha na yeye baba yetu aliye juu. Alichofanya, alivyoishi, yukoje, anataka nini. Kama mimi kama bibi yangu alivyo, natembea hivi. Kama wengine kabisa, sikiliza, wewe mfano wako sio bibi, sio shangazi. Haijalishi imefanana pua au macho, sikiliza. Sio yeye. Pua yako ifanana na pua ya Mungu. Macho yako macho ya Mungu. Masikio yako masikio ya Mungu. Mikono yako mikono ya Mungu. Chochote kile umefanana nani? Na Mungu. Kwa ukijiangalia, ukitazama, ndivyo Mungu umefanana naye. Sasa Mungu yukoje? Asema yeye alivyo ndivyo sisi tulivyo. Yeye alivyo hajawahi kushindwa, sio muoga. Tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu anayaweza mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shida, watu wanachukua picha za maisha ya chini,
wanaangalia maisha ya chini, wanaangalia umasikini, wanaangalia shida zao, wanaangalia matatizo yao, wanaangalia mambo kwamba kuja. Kuna mwingine anasema akiangalia shida ya baba kwenye ndoa, akiangalia shida umasikini kwenye familia, akiangalia shida hii, na anasema na yeye ndio amejiona hapo. Sikiliza, wewe si wa hapo.